Waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba ameripotiwa kuhusika kikamilifu katika kuratibu mkakati uliosababisha makamo wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi kushambuliwa vikali hivi karibuni ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge kutoka Zanzibar Zimai Mohamed Zeid aliyemwita msaliti na kumvua heshima kwa kumwita jina la Yuda. Tukio hili linadhihirisha sura mpya ya mgogoro mzito wa kiuongozi na kimaslahi uliopo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na makamu wake, ambapo mashambulizi hayo ya hadharani bungeni yanatajwa kuwa yalichochewa moja kwa moja na mvutano wa hivi karibuni kuhusu msimamo wa serikali juu ya wimbi kubwa la matukio ya utekaji, utesaji, ulawiti na mauaji ya raia yanayoendelea nchini Tanzania. Mbunge Zimai ambaye anajulikana kuwa mtetezi mkuu wa nchi alitumia jukwaa la bunge kumshutumu Daktari Nchimbi kwa madai ya kujipitisha kwa viongozi wastaafu na kumkamisha rais, hatua inayotajwa kuwa ni sehemu ya mpango uliopangwa kupima uwepo wa kisiasa bungeni kabla ya kuwasilisha hoja rasmi ya kutaka kupiga kura ya kutokuwa na imani na ili kumwondoa Emmanuel Nchimbi madarakani. Jimbuko la hivi karibuni la mashambulizi haya lilitokana na kauli zilizotolewa na Mwigulu Nchemba zikikopesha na kuithihaki malalamiko ya wananchi kuhusu utekaji nyara, akidai kuwa matokeo haya ni mchezo na ajenda maalum zilizotengenezwa na watu wenye nia ya kuichafua serikali ya Mama Rais Samia Suluhu Hassan. Kauli hizi za dharau zilimkera sana Daktari Nchimbi ambaye alichukua hatua ya kuomba kikao cha dharura na Rais Samia Suluhu Hassan ili kujadili janga hilo la usalama na jinsi serikali inavyochukulia, hasa kwa kuzingatia kuwa viongozi wakuu ikiwemo waziri mkuu wamekuwa wakitoa kauli za kupunguza uzito wa matukio hayo badala ya kuchukua hatua madhubuti ya kisheria kuwalinda raia. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa pia na wasaidizi wa karibu wa rais na baadhi ya wanasiasa kutoka Zanzibar, Daktari Nchimbi alionyesha msimamo mkali, akieleza kuwa ukimya wa serikali na vyombo vya dola unajenga taswira mbaya kwa umma kuwa utawala unahusika au unabariki vitendo hivyo vya kikatili, akitolea mfano jinsi viongozi kama Askofu Joseph Gwajima walivyoshughulikia walipojaribu kuishinikiza serikali kuchukua hatua. Makamu wa rais alienda mbali zaidi katika kikao hicho kwa kufanya uchambuzi wa muundo wa muungano, akibainisha kuwa matukio haya ya utekaji na mauaji yanatokea kwa kiasi kikubwa upande wa Tanzania bara na hayaripotiwi upande wa Zanzibar, jambo linaloweza kutengeneza tafsiri hatari ya kikanda miongoni mwa jamii kuwa serikali haijali usalama wa Wanatanganyika kwa sababu tu mkuu wa nchi anatokea upande wa pili wa muungano. Kauli hii ilitafsiriwa na Rais Samia na wajumbe kutoka visiwani wakiwemo waliokuwepo ghafla kama shambulio la kisiasa dhidi ya mkuu wa nchi, hali inayomfanya rais kutoa maelekezo ya siri kwa wasaidizi wake kuanzisha kampeni za wazi za kumshambulia na kumdhoofisha kiitikadi Daktari Nchimbi kuanzia ndani ya ukumbi wa bunge ili kuandaa mazingira ya kisaikolojia kwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi kukikubali hoja ya kumwondoa Emmanuel Nchimbi madarakani. Mbali na migogoro ya kiusalama, chuki kubwa kati ya Mwigulu Nchemba na Daktari Emmanuel Nchimbi inachochewa kwa kiasi kikubwa na mapambano ya siri ya kuwania nafasi ya kuteuliwa
kuwa mgombea wa rais kupitia CCM katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka wa 2030, kwa ambapo kwa mujibu wa taratibu na katiba, Daktari Nchimbi kama makamu wa rais yuko katika nafasi nzuri zaidi ya kimfumo ya kurithi mikoba ya Rais Samia Suluhu Hassan endapo utawala uliopo utamaliza muda wake kikatiba. Mwigulu Nchemba naye anafahamika kuwa na nia ya muda mrefu ya kuwania kiti hicho cha juu, na amekuwa akitumia Rais Samia Suluhu Hassan kama chombo cha kushambulia wapinzani wa ndani ya chama, huku akijazwa matumaini kuwa ndiye atakayeandaliwa kuwa mrithi wake wa Samia Suluhu Hassan, jambo linalomfanya Mwigulu kumwona Daktari Nchimbi kama adui mkuu wa kikwazo kikubwa kinachopaswa kuondolewa mapema kwenye ngazi za juu ya maamuzi ya nchi. Mbinu hii ya kuweka vikwazo na shinikizo dhidi ya viongozi wakuu wanaonekana kuwa tishio kwa mipango ya Rais Samia Suluhu Hassan inafanana na mikakati iliyowahi kutumika huko nyuma dhidi ya viongozi wengine ambao walikuwa makamu wa rais kama Daktari Philip Mpango pamoja na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Walikabiliwa na shinikizo kubwa lililolenga kuwasilishwa, kukataa ama kutangaza kujiuzulu nyadhifa zao ili kubisha watu walioteuliwa na kuandaliwa mapema na kambi ya rais kushika nafasi hizo muhimu. Katika msimamo wa sasa wa Daktari Nchimbi wa kukataa kutekeleza maagizo ya kuitikia serikali itumie nguvu kulazimisha Kanisa Katoliki kuacha kutoa matamko ya ukosoaji umeongeza kazi ya mkakati huo ya kumwondoa bungeni, kwani alishauri kuwa suluhisho ni serikali kusikiliza na kuacha vitendo vinavyolalamikiwa na taasisi za dini badala ya kulazimisha kuungwa mkono kwa nguvu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanabainisha kuwa upinzani huu wa ndani unamfanya Rais Samia Suluhu Hassan kuwa na haraka za kumwondoa Daktari Nchimbi ili nafasi hiyo ichukuliwe na Daudi Bashite ambaye ni mswahibu wake wa karibu na shiriki mkuu wa operesheni zote za kisiasa ili kuhakikisha uwepo wa uti kamili ndani ya Ikulu. Wakati huu ambapo Rais Samia Suluhu Hassan akiwa bado anang'ang'ana kwa ajili ya mafunzo na ushirikiano baina ya Urusi na Tanzania katika sekta ya kiusalama na kuimarisha operesheni za ndani, bunge linatarajiwa kuwa uwanja mkuu wa mapambano ambapo wabunge watalazimika kuonyesha msimamo yao ikiwa wanamtaka mbunge Simai kufafanua rasmi ushambulizi wa mtu aliyemwita Yuda msaliti ili kuruhusu spika kuanza utaratibu wa kisheria wa kupiga kura ya kumwondoa makamu wa rais.